Nisiache kuonyesha kuwa ninawaza, amina, ama nafikiri. Nisiache kuona kuwa nawaza, nisiache kuonyesha kuwa nawaza ama nafikiri bado. Bwana sio sana. Nasema kwamba, kwa nini nimesema kwamba nisiache kuonyesha wokovu kule ambao kulitutoa ama Mungu alikotutoa, alituingiza ama itusogeza kwake, atuingizie mawazo mapya. Amina. Awamu iliyopita nadhani kwa Kigamboni nilifundisha somo moja kwamba tunakuja kanisani ili tupandikizwe mawazo mema yatakao nisukuma kufanya mema ama kufanya vizuri. Na nikasema kwamba yani kanisani nakuja kupandikiziwa ama kuwekea mawazo mazuri ama mema. Maanake kama nasema kwamba nakuja kuwekewa mawazo mazuri, maanake kuna mawazo mabaya nilionayo. Amina. Mawazo mabaya yapo ya aina nyingi. Amina. Na nikasema kwamba mawazo mabaya muda mwingine ni yale ambayo yanasukuma kufanya vizuri, maanake yeye ndio mabaya. Amina. Ndio maana Biblia inasema kwamba jambo lote ambalo unalijua kwamba ni jema afu ulifanyii kazi, hiyo ni dhambi nyingine. Kwa mawazo mabaya sio pale ambapo labda naweza nikaa na waza labda kama zinaa hivi, vitu fulani vichafu. Umeona? Kuna hatua kwa hatua. Kwa hiyo kama nasema kwamba tunakuja kanisani kupandikiza, manake kama nasema kwamba nakuja, manake kuna mawazo ambayo sio, na nikasema kwamba mawazo mabaya ni yote ambayo yanisukumi kufanya vizuri ama kufanya mema. Nikasema kwamba, na kwa nini nasema kwa sababu sisi huko duniani ama tulikokuwa kuna mawazo mengi sana ambayo tulikuwa nayo, na hayo mawazo yalitokana na sisi kukaa na watu walioharibika kwa namna moja au nyingine, ama na kusikiliza vitu mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii na mbalimbali, yale akatumizia wazo fulani ama kitu fulani, na yale mawazo tulivyoingiziwa, yalivyoingia ndani yetu, yakatupelekea sisi kwenda kufanya vitu mbalimbali ambavyo hivyo vitu vilikuja kuleta madhara fulani ama maumivu fulani. Sasa Mungu mwenyewe kwa rehema zake na huruma zake akaona vema ya kwamba kupitia kwa mwana wake wa pekee Yesu Kristo atuvute kwa damu yake ya thamani, atusogeze kwenye mazingira haya ili atusafishe na kutuosha na kututakasa kwa damu yake, ambayo yeye alikubali kuteswa na kuumizwa, yule ambaye hakufanya lolote ambalo lilistahili kuumizwa, lilistahili kuteswa. Hakuna yote ambayo alifanya, lakini yote yale yalifanyiwa kwa ajili yangu ili mimi niokolewe. Amina. Bwana sana. Kwa hiyo kwamba tuliokolewa kule kwenye mazingira mabaya, tuletwe kwenye mazingira haya. Sasa kama tulisogezwa kwenye mazingira haya ya ibada ama kwenye wokovu, manake tumesogezwa kanisani tupandikishwe mawazo bora ama mawazo sahihi sana, ambapo hata kama wakati wa kuyasikiliza naweza sionyeshe ushirikiano sana kwamba ni mazuri, lakini alimadamu tumesha hakiki kwamba hiki kitu ama hiki kitu ninachokifanya ama ninachoendelea nacho ni kitu bora sana. Nikasema nisiache kuonyesha kuwa nawaza. Amina. Kwa nini nasema tu? Kwa sababu mawazo, tunajuaje kwamba unawaza? Kwanza kabisa mawazo tunajua kwa vipaumbele vyako. Amina. Tunajua kwa vipaumbele vyako, kwa vitu unavyofanya. Amina. Na ile nilikuwa sema hizo point moja, nasema kwamba nilikuwa nafundisha kwenye somo kwamba nakuja kupandikizwa kanisani, nakuja kupandikizwa mawazo mema ama mawazo mazuri. Niliongea point moja kwamba uzito wa kufanya uzito wa kwenda kufanya mema ama kuendea mambo mema ni ishara kwamba kuna mambo mabaya yamenikalia. Amina. Bwana Yesu sana. Yaani uzito wa kwamba kwa nini bado sina bidii kwenye mambo ambayo ninajua ni mema, hata kama ni kweli naweza nikawa sijaelewa yote, lakini ni jambo gani ambalo nimelielewa, ambalo nimeliwekea nguvu kubwa kulifanya hilo. Amina. Bwana Yesu sana. Ni jambo gani ambalo nimelielewa, amina, ambalo nimeliwekea nguvu kubwa. Amina. Unaona watu mbalimbali duniani, watu mashuhuri, wasanii wa music, wakina Diamond na wengine, unaona kwamba wamefikia hatua ile
wamefikia hatua ya kuharibu vijana na watu mbalimbali na kuharibu ulimwengu kwa jumla, ni kwa sababu kile kitu ambacho wanakifanya ni kitu ambacho wamekiwekea nguvu kubwa sana. Amina. Maanake ni jambo ama ni kitu ambacho wamekielewa sana. Amina. Na ili kujulisha kwamba wamekielewa sana, unaona ni kitu ambacho wanavyokifanya wanakifanya kwa nguvu kubwa sana, wanawekeza nguvu kubwa sana. Amina. Wasanga mpaka wanakuta wao kwenye matokeo yale. Sasa ni kama kwa nasema kwa mawazo, yani kwa nini sina bidii kwenye mawazo mema, kwenye mambo mema? Ni kwamba kuna mambo ambayo sio mazuri yamenikalia kama ni sisi akina vijana, basi ndio ile pia anasema mazoni, lakini sio mazoni kwa sababu napo haina maana kwamba ambao wanaweza kaonekana kama wametoka mazoni kwamba ndo wanaambio sana. Amina. Bwana sio sana. Sasa nasema kwamba nisiache kuonyesha kwamba nawaza ama nafikiri. Amina. Unajua ni kwamba mawazo yako ama mawazo yangu hautajua kwa mimi nakwambia nawaza vizuri. Amina. Au yani hiyo huwezi kujua. Na au kusema ile kwamba nawaza mema, nawaza vizuri katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu roho, hapana. Sisi tunataka kwamba Yesu nawaza vizuri rohoni. Tuetee sasa, kwa sababu sisi hatuoni rohoni kule, tunaona huku mwilini kabisa. Tunaona huyu hapa akafanya kile, kaleta viti pale. Anawaza, inaonekana kwa mnawaza, kuna mawazo anawaza. Amina. Bwana sana. Amefanya kile na anawaza. Ndio maana kuna watu wakikwambia kwamba nawaza vizuri, wale watu mara nyingi hawezi kuwapinga sana. Amina. Wakisema kwamba mimi nawaza, kwa sababu kipimo cha mawazo na kipima kwa maisha yake, anaishije, ana mwenendo gani kwenye jamii. Nikasema nisiache kuonyesha kuwa nawaza. Amina. Kuwa nafikiri hasa kuhusu Mungu. Amina. Nisiache kuonyesha kwamba nawaza. Nisiache kuonyesha kwamba nawaza, bado nafikiri. Nisiache kuona mlengo wa Mungu kwenye maisha yangu. Bwana sio sana. Anasema kwamba nisiache kuonyesha kuwa nawaza, kuwa nafikiri. Mzee alikuwa anaongelea ile Jumapili msiofanya kwa ile anasema kwamba kwamba yale maagano ambayo niliwahi kuungana na Mungu, yale nihakikishe yale napatikana ama naonekana na kwenye hayo kwa namna moja ama nyingine. Amina. Nasema nisiache kuonyesha kwamba bado natafuta kwanza, hata kama swazi vizuri sana, au huenda yale ambayo naendelea nayo hayaonyeshi kwamba, lakini pamoja nayo nisiache kwamba nawaza, nisiache kuonyesha. Naumu 1:9